Mungu wa mbinguni akubariki. Mwanamke mwenzangu, inuka. Usiendelee kukaa hapo. Inuka kwa ajili ya taifa lako. Inuka kwa habari ya nchi yako. Inuka kwa habari ya uzao wa kiume. Inuka kwa sababu tusiangalie haya tunayoyaona sasa. Waza kuhusu kesho. Waza kuhusu kesho. Mwanamke ambaye ana akili nzuri hawezi kuwaza kwamba ni kila leo inatosha. Hapana. Mwanamke ambaye ana akili njema huwa anajua kwamba nina chakula cha leo, nina chakula cha kunitosha wiki nzima. Anawaza kwamba kesho itakuwaje. Huyo ndio mwanamke anayetafutwa. Kwa hiyo hakikutafuta baba atukute kwenye lindo. Sisi ambao nasema tuache kutangatanga, tukae kwenye lindo kwa habari ya taifa, tukae kwenye lindo kwa habari ya familia, tukae kwenye lindo hakituuliza habari za taifa, ambao anasema tusinyamaze usiku wala mchana. Badilika mwanamke. Acha kuendelea kubaki kwenye manunguniko na lawama. Jua kwamba Mungu anakuamini. Inuka, simama. Asiendelee kutafuta, asione mtu. Atukute tukiwa kwenye nafasi tumesimama kama walinzi na kama wajenzi na kama waombolezao ambao wanataka kuona mabadiliko, ambao wanasema Raheli alilia akakataa kufarijika. Usifarijike mpaka uone mabadiliko yametokea. Usifarijike mpaka uone Farao aendelee kukatilia mbali watoto wetu wa kiume. Usifarijike mpaka uone mabinti wanasimama kwenye nafasi, wanatoka kwenye kujiuza, wanatoka kwenye kujirahisisha na kuwa wepesi kwamba wanaweza kuuza mili yao hajipatia kipato. Usifarijike mwanamke mpaka utakapoona nchi imesimama katika haki. Usifarijike mwanamke mpaka utakapokaa Mungu akasema sasa anaona sasa kumekuwa salama, kwa sababu amesema hawatanyamaza usiku wala mchana na wala hawatamwacha Bwana akae kimya.